الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tukiendelea na kitabu cha Fiqh Sunna, tupo bado katika mambo ya hija na tuko kwenye mlango unaozungumzia yale yanayohalalika kwa yule aliyehirimia hija, jambo la 8 na la 9, an-nadhru fil mir'ati wa shamu rihan, katika mambo ambayo ni mubah yanahalalika kwa mtu aliyehirimia hija kufanya. Nadhru fil mir'ati, kujiangalia kwenye kioo. An-nadhru fil mir'ati, kujiangalia kwenye kioo, hilo jambo linafaa tu kwa mtu ambaye kishahirimia hija. Lakini pia washammi raihan, na kunusa kitu chenye harufu njema. Shamu raihan, kunusa harufu nzuri. Rawal Bukhari, imepokewa hadithi na Imam Bukhari an Ibn Abbas, kutoka kwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, radhi za Allah zimwendee na baba yake, kala, amesema, al-muhrimu yashummu raihan, aliyehirimia hija atanusa harufu nzuri. Wa yanzur fil mir'ati, na atatizama au atajiangalia kwenye kioo. Wayudawi au wayudawa, na ataweza kujitibia biakli zaiti wasami, kama mfano ana maradhi, basi anaweza akajitibia bizaiti, kwa kutumia mafuta, wasami au samli, anaweza kula mafuta, anaweza kula samli pia. Wa ni Umar bin Abdul Aziz, na kutoka kwa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, annahu, hakika yeye, kana yandhuru fiha, alikuwa akijiangalia, fiha, kwenye kioo, wa huwa muhrimun, hali ya kuwa amehirimia hija. Wa yatasawwaku, na alikuwa akisugua meno au kupiga mswaki, wa huwa muhrimun, hali ya kuwa amehirimia. Wakala Ibn al-Mundhir, na akasema Ibn al-Mundhir, ajma al-ulamau, wamekubaliana wanavyuoni wote, ala anna lilmuhrim, kwamba anayo haki aliyehirimia hija, an yakula zaita, kula mafuta, wa shaham, na shahamu, wa samni, na samli. Wa ala anna almuhrim, na kwamba aliyehirimia hija, mamnuu min istimali tayyib, amekatazwa kutumia manukato, mafuta mazuri. Alichokatazwa asitie manukato, fi jamii badanihi, katika mwili wake wote. Wakariha al-ahnafu, na wamechukia watu wa Hanafi wal Malikia, na watu wa Kimalikia, al-mukthu fi makanin, kukaa katika sehemu, fihi rawaihun atariya, kwa sehemu hili kuna rawaih na atariya, kuna harufu nzuri. Asikae mtu kwenye harufu nzuri, kwa sababu inawezekana ikamuingia mwilini mwake na hatakiwi kujitia manukato. Sawaan, asema haifai kufanya hivyo, ni sawa tu. Akasada shammaha, kama amekaa pale kwa kukusudia ili apate ile harufu anuse,
am lam yaqsud, au hakukusudia hivyo, hatakiwi kukaa maeneo hayo ikiwa patakuwa pananukia harufu nzuri, asije akachukua ile harufu. Wa inda al-Hanabila, na kwa upande wa watu wa Hanbalia wa Shafi'ia na watu wa Kishafi, wao wanaona in qasada, ikiwa amekusudia kukaa pale kwa ajili ya kupata harufu nzuri, haruma alaihi, itamharamikia jambo hilo. Wa illa, kama hakukaa kwa lengo la kupata ile harufu, fala, yani haitakuwa haramu kukaa. Wakalat Shafi'ia, na wakasema watu wa Kishafi, wayajuzu, inafaa, an yajlisa inda al-attari, kukaa mtu aliyehirimia mbele ya mtu attari ambaye anauza manukato. Attari, kukaa mbele ya mtu ambaye anauza manukato, uturi hizo nauza mafuta mazuri, anaweza kukaa mbele yake. Fi mawdhu'in yubathiru, akakaa katika sehemu ambayo yule anajifukiza, anaweza akakaa. Kwa nini? Lianna fil man'i min dhalika mashaka, kwa sababu kumkataza mtu kukaa hata na mtu ambaye anajitia manukato, hilo jambo litakuwa ni kitu chenye mashaka, ni jambo zito. Na kwenye sheria tunaambiwa almashakatu tajlibu taysir, kwa jambo litaleta shida, basi linatakiwa liwepesishwe. Sasa ukimharamishia mtu kwamba hata mtu aliyejitia manukato usikae naye, mtu anajifukiza usikae naye, kwa sababu itakuwa ngumu hiyo. Kwa hiyo itafaa kukaa, kwa sababu mashaka tajlibu taysir. Anasema wali anna dhalika, na hisitoshe kufanya hivyo, laisa bitayyibi maksudi, kukaa mtu na mtu karibu ambaye anajitia manukato, hilo jambo laisa bitayyibin maksudi, sio kujitia manukato kuliko kusudiwa kukatazwa, kwamba muhrim sawa kakatazwa isi manukato, lakini si manukato ambayo atayapata kakaa na mtu ambaye kajitia yeye harufu akapata, haikusudiwa manukato aina hiyo. Walmustahabu, na kinachosuniwa, lakini pamoja na yote kwamba itafaa kukaa, lakini kinachosuniwa an yatawaka dhalika, ajikinge na kukaa na watu kama hao, illa, isipokuwa an yakuna fi mawdhu'i qurbatin, kama atakuwa yuko katika maeneo ya qurba, ya ibada. Qurba, yuko katika maeneo ya ibada, basi ikiwa kwamba pahala panafanywa ni pahala pa kufanya ibada, na pale pahala pa ibada pana mtu anajifukiza, haitaambiwa kwamba wewe usisogee pale, sawa. Kwa mfano, kaljulusi inda al-Ka'bati, kama mtu kukaa katika Kaaba pale mbele ya Kaaba, mtu kakaa wa huwa tujammiru, halafu mtu amekaa pale anajifukiza, sema pale kuna mtu ajifukiza, mimi itabidi nisisogee pale, basi na ukimbie Kaaba. Kuisogelea Kaaba ni katika jambo ambalo ni katika qurba, ni katika ibada, kwa hiyo pale haitokatazwa. Fala yukrihu dhalika, haitachukizwa kufanya hivyo. Kwa nini? Lianna julusa indaha qurba, kwa sababu kukaa mbele ya Kaaba ni qurba, ni ibada ya kujikurubisha kwa Allah. Kwa hiyo fala yustahabu tarkuha, haitapendezeshwa kuacha kuwa karibu na Kaaba, liamri mubahi, wa jambo ambalo ni la halali. Yule anajifukiza si anafanya la halali, yani jambo la halali wewe ni kuzuia usifanye ibada, haitawezekana kufanya. Walau, na yeye atakuwa na haki an yahmala tayyiba, pia ana uwezo wa kubeba mafuta mazuri. Huyo aliyeharimia anaweza akabeba mafuta mazuri fi hirkatin, katika kitambaa, pengine umefunga kitambaa unaweza ukachukua, au karura, au kwenye chupa naweza ukachukua, hata kama pengine hasa nikibeba si itanipelekea na mimi ninukia, hiyo haikujajitia manukato, hiyo itafaa. Wala fidiyat alayhi, na kama atabeba manukato hajajitia akachukua manukato, hilo jambo halimwajibishi yeye kutoa fidia. Anaruhusika kuchukua manukato hayo pasi na kutoa fidia, hata lazimika kutoa fidia. Hayo ni katika mambo ambayo la 9 la 8 na la 9 ambalo linamfalia mtu aliyehirimia. 10 na 11
shaddul himan, shaddu alhimyam, kufunga kipochi. 10 shaddul himyan, kufunga kipochi fi wasati al-muhrim, katikati ya muhrim. Na kwa saa nyingine mtu anafunga kipochi hapa ile cha kutilia pesa. Sawa jamani, inafaa hilo muhrim akafunga kipochi chake fi wasati al-muhrim, katikati ya huyo muhrim. Kipochi hicho akafunga liyakhfadha fihi nuqudahu, ili kuhifadhi kwenye kipochi hicho pesa zake, wa nuquda ghairihi, na hata pesa za mwingine anayetaka kuhifadhiwa. Wa labsul khatam, pia anahalalikiwa kuvaa pete. Kwa hiyo muhrim anaweza kufunga kipochi katikati hapa kwenye nyonga yake, lakini pia anahalalikiwa kuvaa pete. Itakiwa unaambiwa uvue nguo za kushona, sio kusema ndo mpaka pete utakiwa uvue, la, hiyo inafaa. Wakala Ibn Abbasi, akasema Ibn Abbasi, la ba'asa bil iman, hakuna ubaya, hakuna dhambi bil imyani, kuvaa kipochi au kufunga kipochi, wal khatam, na pete, lil muhrimi, kwa mtu aliyehirimia. 12 al-iktihal, kupaka wanja. Muhrim anaweza akapaka wanja, ni halali. Lakini wanja jamani, si kwamba inapakwa tu. Hii inapakwa kwa sababu, sio kaona wengine wanachukua kupaka wanja hata sababu hawana. Sio mapambo kwa wanaume, kwa mwanamke ni mapambo anatakiwa kupaka. Na zile hadithi zilizokuja kuonyesha kupaka wanja kwa mwanamume tupo pasi na sababu, ni hadithi dhaifu. Lakini ikitokea sababu, basi Muislamu hata kama kahirimia hija anaweza kupaka wanja. Al-iktihal, kupaka wanja. Qala Ibn Abbas, amesema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Allah amridhie na baba yake, anasema yaktahilu al-muhrim, atapaka wanja mwenye kuhirimia hija, bi ayi kuhuli, kwa wanja yoyote, sijui ya kombe, sijui ya nini, sawa idha ramada, lakini idha ramada, atakapoumwa na macho. Wanja ni dawa ya macho. Kwa ukikuta hadithi Mtume kati ya wanja, ni kwa sababu hizo hadithi moja kwa ni dhaifu, lakini si kwamba alitia kwa kujipamba, ni kwa sababu ya nini? Macho. Kwa ikiwa macho yanauma ukatia wanja, ni sunna. Sio tena wewe mwanamume mzima eti unakaa sababu ya macho eti unapiga wanja. Unakuta ustadhi kapiga wanja, sasa wewe upige wanja, mke watie wanja. Hii shida hiyo Tumekatazwa kujipamba mapambo ya nani? Ya wanawake. Mtume sallallahu amemlani mtu mwenye kujipamba mapambo ya nani? Mwanamume mwenye kujipamba mapambo ya kike. Na katika pambo zuri la kike, basi kutia wanja. Mwanamke kahimizwa sana kutia wanja, kwa sababu ndio pambo zuri sana. Hasa na mwanamume anayetia ustazi wapiga nini? Wapiga wanja. Ukiulizwa kuna hadithi kutia wanja, sawa, dhaifu, lakini haya tushukulie ni sahihi. Mtume kama alitia ni kwa sababu ya macho. Ule kwa wenzetu joto ni kali, kwa hiyo inatokea sana mambo ya kuuma nini? Macho. Wanja ni dawa. Kwa ufupi, ametumia kwa njia nini? Ya matibabu. Kwa hiyo ikitokezea na wewe macho yamekuuma, hali yako ushahirimia hija, si dhambi, waruhusika kupaka wanja. Lakini idha ramada, pale mtu atakapoumwa na homa ya macho. Ma lam yaktahil bi tayyibi, itafaa madhali hajipaki wanja kwa sababu ya tayyibi, hajipaki kwa ile iliyokuwa yenye harufu nzuri, paka wanja ya kawaida, sababu kujitia manukato ndio itakiwa. Wa min ghairi ramdi, lakini pia anasema itafaa hata kwa asiyeumwa na macho. Nani asiyeumwa na macho? Ngine mwanamke, sawa. Wa ajma'a al-ulama'u, na wamekubaliana wanawavuoni, ala jawazihi, ya kwamba inajuzu kupaka wanja, lakini litadawi, kwa ajili ya kujitibia. Litadawi,
lam ta'lili, kwa ajili ya kujitibia, la lizina, si kwa ajili ya mapambo. Wamekubaliana maulama kwamba inajuzu kupaka wanja, lakini kwa tadawi, si kwa zina, kwa mapambo. Hilo lilikuwa jambo la 12. Jambo la 13 ambalo linamfalia mwenye kuhirimia hija, tadhallulu almuhrimu bimidhalla. Tadhallulu, kujifunika, almuhrim, aliyehirimia hija, bimidhalla, kwa mwevuli. Tumeona kwamba muhrim hataki kufunika kichwa chake, sawa jamani? Tuliona huko nyuma mwanamme muhrim hatakiwi kufunika nini? Kichwa. Lakini tukaona kama alikuwa anakoga anaweza kujifunika kwa mikono, maana yake ukatila anakoga tuliona huko nyuma. Kwa hiyo pia anayo haki, anakubaliwa na sheria kujifunika midhalla, mwevuli. Pengine yuko sehemu ya jua kali, sio kaona sitaki kufunika kichwa mimi, utajifunika mwevuli. Wahima, hata hema, kwenye hema unaweza ukaingia kwenye hema, sio sitaki kuwa na kitu kwenye hema, ndio kujifunika pia. Au sakfi, au hata dari kama hivi ukaingia humu ndio umejifunika vile vile, inafaa kwa muhrim. Wanahau dhalika, na mfano hayo. Kala Abdullah bin Amiri, amesema bwana Abdullah bin Amiri, kharajtu ma'a Umar radiyallahu anhu, nilitoka pamoja na Sayyidina Umar, Allah amridhie. Fakana yatrahu nat'a, basi Sayyidina Umar alikuwa yatrahu, anaweka nat'a, ngozi, ala shajara, anafunga ngozi kwenye mti. Kwa ngozi anafunga kwenye mti, na mti huu yani anatengeneza kitu cha kujifunikia kivuli, cha kupata kivuli Basi anasema fakana, alikuwa yatrahu, alikuwa anafunga nat'a, ngozi, ala shajarati, juu ya mti. Fayastadhillu bihi, akawa anajifunika kwa ngozi hiyo jua, wa huwa muhrimun, na alikuwa amehirimia, kuonyesha kwamba inafaa. Hadithi hii akhrajahu Ibn Abi Shayba, imetolewa na Ibn Abi Shayba. Lakini nyingine, wa an ummi Husaini, kutoka kwa mama Husaini radhiyallahu anha, Allah amridhie, qalat, amesema, hajajtu ma'a rasulillah, nilihiji pamoja na mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallama, hijjatul wada'i, ile hija ya kuwaga mtume. Sema nilihiji naye mama Husaini, atakuwa nani? Mama Fatima huyo radhiallahu anha. Asema nilihiji pamoja na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hijjatul wada'i, hija ile ya kuwaga. Faraaitu Usama bin Zaidi, asema nikamuona Usama mtoto wa Zaidi, wa Bilala, na Bilali. Ahaduhuma, mmoja wao, akhidhun bi khitami naqati nabii, ameshikilia binaqati khitami, ameshikilia akhidhu, ameshikilia bi khitami, kamba, naqati nabii, wa yule ngamia wa mtume. Mmoja kashika kamba ya ngamia wa mtume. Wal akhar, na mwingine, rafi'u thawbahu, amenyanyua nguo yake, yasturuhu min alharri, anamfunika mtume joto. Mmoja kashikilia kamba ya ngamia, mwingine ana nguo kanyanyua hivi kumfunika mtume, za kuonyesha kwamba inafaa kujifunika kivuli kama hivyo, nguo juu, sawa, hema, mwevuli, ni kama mwevuli huo. Haitakiwi kuvaa tu kitu kama hivyo kafunika kichwa, ndio haitakiwi lakini umejifunika kama mwavuli au kama hivyo nguo kwa sababu ya jua. Sema nimemuona huyo Mtume sallama akiwa amefunikwa hiyo nguo na mmoja katika Bilali na huyo sawa. Jamani, hadithi hii anasema faraaitu Usama, nikamuona Usama bin Zaidi, huyo mtoto wa Zaidi, wa Bilala, na Bilali, ahaduhuma akhidhun, mmoja wao ameshikilia au amekamata bi khitami naqati nabii, kamba ya ngamia wa mtume sallallahu alayhi wasallama. Wal akharu, na mwingine, rafi'u thawbahu, amenyanyua nguo yake juu, yasturuhu min alharri,
akimsitiri mtume kutokana na joto. Hata rama jamratul aqaba, alifunikwa hivyo mpaka akenda mtume kurembea jamratul aqaba, kutembea mawe mpaka kule kafunikwa. Hadithi akhrajahu Ahmad, imetolewa na Imam Ahmadi wa Muslim na Muslim. Wakala Ata, akasema bwana Ata, yastadhillu almuhrimu, atajifunika aliyehirimia hija mina shamsi, atajifunika kutokana na jua. Jua likiwa kali unajifunika. Wayastakinnu min arrihi, na pia atajifunika kutokana na upepo, wal matari, na mvua. Pengine mvua inanyesha, basi unaweza kuchukua mwavuli ukajifunika. Wa Ibrahim an-Nakhai, na kutokana na bwana Ibrahim an-Nakhai anasema anna al-Aswad bin Yazid, hakika bwana Aswad mtoto wa Yazidi, taraha ala ra'sihi, aliweka juu ya kichwa chake kisaan, nguo hilo kaliweka juu ya kichwa. Lengo ni nini? Yatasakanu bihi min al-matari, akiwa anajifunikia kwa nguo hilo mvua, kulinyesha mvua, akatupia nguo anajifunika. Hayo yote yanamfalia muhrim, wa huwa muhrim, na alifanya hivyo akiwa ni mwenye kuhirimia hija, kuonyesha kwamba yafaa. Jambo la 14, al-khidhabu bil hina, kujipaka hina. Al-khidhabu bil hina, kupaka hina inafaa kwa mtu aliyehirimia hija. Dhahabatil hanabilatu, wamekwenda kusema watu wa Kihambalia, ila annahu, ya kwamba la yahrumu ala almuhrimi, si haramu kwa mtu aliyehirimia hija, dhakaran kana, akiwa ni mwanamme, au untha, au mwanamke. Tufahamiane, si haramu sawa ala almuhrimi, kwa aliyehirimia hija, dhakaran kana au untha, akiwa mwanamme au mwanamke. Si haramu kufanya nini? Al-ikhtidhabu bil hinai, kujipaka nini? Hina. Tufahamiane hapa, hina ni kwa mwanamke. Kwa mwanamme yahalalika kivipi? Si kwa ajili ya mapambo, si kwa kupaka vidoleni, sawa tofauti na mwanamke. Mwanamke atapaka vidoleni, ni halali, atapaka, anapaka. Lakini mwanamume ukisikia inahalalika, si kupaka vidoleni. Tuelewana? Pengine kupaka ndevu, sio anapaka ndevu na chahina. Au hujamuona mtu katika ndevu zake zina rangi, zinakuwa zinatiwa hina zile. Kwa yule ambaye aruhusika, si kila mtu aruhusika kubadilisha nini? Ndevu tulipita huko nyuma, tulipita ni mtu gani atakiwa kutia rangi au kupia rangi ndevu zake, na kila mmoja atakiwa atie rangi gani kwa kutegemea na hali alipo. Wengine inafaa nyeusi, wengine wanatakiwa atie nyingine sio kwa nyeusi. Haya, anasema dhahabatil hanabilatu, wamekwenda kusema watu wa Hanbalia, ila annahu, ya kwamba la yahrumu ala almuhrimi, si haramu kwa aliyehirimia hija, dhakaran kana au untha, akiwa mwanamme au mwanamke, al-ikhtidhabu, kujipaka bil hinai, kujipaka hina. Tena fi ayi juz'in min albadani, katika sehemu yoyote katika mwili wake, ma'ada ras, ukitoa kichwa, sije ukajipaka hina kwenye kichwa. Wakalati shafi'iyatu, na wakasema watu wa Kishafi, yajuzu lirajuli, inafaa kwa mwanamme, al-ikhtidhabu, kujipaka bil hinai, hina, hala al-ihrami, hali ya kuwa amehirimia hija, fi jamii ajzai jasadihi, katika sehemu zote za mwili wake, ma'ada liyadaini, wakasema ukitoa mikono miwili, sataki kupaka mikononi, warijlaini, na miguuni, sija akapaka mwanamme mikononi na wapi? Na miguuni. Kwa fayahrumu, itaharamika, khadhubuhuma, kuipaka hina mikono miwili au miguu miwili, bighairi hajatin, pasi na sababu. Bighairi hajati, manake ikiwa ipo sababu ya kupaka mikononi au miguuni utapaka. Tuelewana jamani? Kwa sababu pia jamani, hina nayo ni dawa, mbali ya kwamba ni pambo, hina ni dawa
Hina ni dawa, tena dawa nzuri sana ya maradhi ya ngozi. Narudia, hina ni dawa nzuri sana ya maradhi ya nini? Ya ngozi. Ikiwa kufaa basi naam, ni nzuri sana. Mtu anaweza akapaka, anasema katika mwili wake sehemu yoyote iko haja ya kupaka, basi utapaka tupo ila hautakiwi kupaka mikono na wapi na miguuni, isipokuwa huko itokezee sababu, basi utapaka hata mikono hata miguu. Tena hata kama mtu alihirimia hija, fa yahrumu khadbuhuma, anasema itaharamika kuipaka hiyo mikono na miguu bighairi hajatin, basi na haja. Wakadha hivyo hivyo, la yughatti ra'sahu bihina'in, haruhusiwi mtu kufunika kichwa chake kwa hina thahina, hina iliyokuwa nzito. Yani pengine ukaenda ukapaka kichwa chako hina, ukakipiga kichwa ikawa imefunikwa na ile hina zito, haitakiwi kwa muhrimi. Wakarihu, lakini maulama wakachukia, lilmar'ati, kwa mwanamke, al-ikhdhabu bilhinai, kupaka hina. Mwanamke wamesema ni makruhu kwenye ihrami Mwanamme karuhusiwa, lakini wamechukiza kwa mwanamke. Kwa sababu gani sasa? Mwanamme waruhusu, mwanamke wachukize. Sababu ni ile tulizungumza kwamba hina unaruhusika kupaka si kwa mapambo, tuelewana. Na ndiyo maana akaruhusika mwanamme, kwa sababu hatojipaka kwa ajili ya nini? Ya pambo. Lakini mwanamke kawaida ajitia hina kwa nini? Kwa mapambo. Ndio maana mwanamke hawaruhusu, wanachukia. Lakini mwanamme unaweza ukapaka ikitokea. Wakarihu lilmar'ati, wakachukiza kwa mwanamke, al-khidhabu bilhinai, kujipaka hina katika hala al-ihram. Lakini tuelewane uzuri, kwenye hali ya kuhirimia hija, yani mwanamke akiwa amehirimia hija, basi ni makuruhu kupaka hina. Tuelewane, wasije wengine wanasikia huko wasema washazidi na wasema kupaka hina haram. Ikiwa amehirimia hija, illa isipokuwa idha kanat mu'taddatun, ikiwa mwanamke huyo ni mwenye eda, min wafatin, amekaa eda ya kufiwa. Sawa? Ikiwa amekaa eda ya kufiwa, yuko kwenye eda ambayo alikuwa amefiwa na mume, hapo haitakuwa makuruhu. Fayahrumu alaiha dhalika, hapo itakuwa ni haramu kufanya hivyo wakati huo. Ikiwa si mwenye eda, ni makuruhu kupaka hina katika hali ya kuwa ni muhrim. Ukiambiwa makuruhu, manake akitaka aweza fanya, lakini si jambo zuri. Lakini ikiwa yeye yuko kwenye eda, hajatoka kwenye eda ya kufiwa, huyu haitakuwa makuruhu, itakuwa haramu kupaka hina, sababu mwenye eda hatakiwi kujipamba. Kama yahrumu alaiha alkhidab, kama ambavyo inaharamika kwa mwanamke kupaka hina, idha kana nakshan, inapokuwa hina ile ni nakshi. Sio wanasema maua yale, mtu anachora manakshi yale, yataharamika ikiwa yuko kwenye nini, kwenye ihram jamani. Walau kanati mu'tadda, tena hata kama atakuwa ni mwenye eda, basi kuchora yale maua hato halalika. Wakalat al-ahnafu, na wamesema watu wa Hanafi, wal Malikia, na watu wa Kimalikia wanasema la yajuzu lilmuhrimi, haifai kwa mtu aliyehirimia hija, an yaftadhiba, kujipaka bilhinai, hina fi ayi juz'in min albadan. Wengine tumeona, wengine wameruhusu katika sehemu yote ya mwili, wengine wasema haifai kujipaka mwanamme hina katika sehemu yoyote. Kwa ni masalatul khilafia, ni masala ambayo yana khilafu jamani. Wengine wasema mtu anaweza kupaka, wengine wasema wanasema wakalatil hanafi, ahnafi, watu wa Hanafi, wal Malikia, na watu wa Kimaliki, wao wanaona la yajuzu lilmuhrim, haifai kwa muhrimi aliyehirimia hija, an yahtadhiba, kujipaka bilhinai, hina fi ayi juz'in min albadani,
katika sehemu yoyote ya mwili wake hatakiwi. Sawaan akana rajulan amimraa, ni sawa akiwa mwanamme au mwanamke, hatakiwi kupaka hina akiwa katika hali ya ihram. Kwa nini? Wakasema li'annahu tayyibu, kwa sababu kupaka hina ni kujitia, ni kujipamba, inampambisha mtu. Wal muhrimu, na aliyehirimia hija, mamnu'un min at-tatayyubi, amekatazwa kujitia manukato na kujipamba, kwa hiyo hatotakiwa. Wa an Khawla, kutokana na Khawla binti Hakimi, mtoto wa Hakimu, an ummiha, ameipata hadithi kutoka kwa mama yake kwamba anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Mtume sallama alisema li ummi Salama, kumwambia mkewe mama Salama, alimwambia hivi, la tutayyibi, usijitie manukato, usijipambe, wa anti muhrimatun, wakati wewe umehirimia hija. Wala tumassil hina, wala usijipake hina, fa innahu tayyibu, kwa sababu kupaka hina ni kujipamba na muhrim hatakiwi. Hadithi rawahu Tabarani, imepokewa na Imam Tabarani fil Kabiri, katika kitabu chake kikubwa, wal Baihaqi, na Imam Baihaqi fil Ma'rifa, kwenye kitabu kinachoitwa Ma'rifa, wa Ibn Abd al-Barri, na Ibn Abd al-Barri fi Tamhidi, katika Tamhidi. Jambo la 15 ambalo linamfalia muhrimi, dharbul khadimi, kumpiga mfanyakazi wake au hadimu, mtumishi wake. Dharbul khadimi, inafaa kumpiga aliyekuwa hadim, mtumishi wake, litaadibi, kwa ajili ya kumfunza. Yani pahala kidogo kateleza, kakosa adabu kidogo, basi anaweza ukamtandika kidogo mtumishi wako au mtumwa wako au mfanyakazi wako, tunasema kwa sababu ya taadibi, kumtia nini? Adabu, hali ya kuwa umehirimia. Ushahidi wa hayo, fa'an Asma binti Abi Bakari, kutoka kwa Asma mtoto wa Abu Bakari, qalat, amesema, kharajna ma'a rasulillah, tulitoka sisi pamoja na mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallama, hajjajan, tukiwa ni wenye kuhiji. Tulikwenda hata idha kunna bil mi'raji, mpaka tulipofika katika sehemu inaitwa Mi'raji, ismu maudhu baina Makkah wal Madina, hiyo ni jina la eneo. Sema tulipofika sehemu inaitwa Mi'raji, tulipofika hapo, fanazala Rasulullah sallam, akashuka mtume rehma na amani yake sehemu hiyo na mnyama wake, kashuka ni wakapumzika hapo kidogo. Wanazalna, na sisi tukashuka. Fajalasat Aisha, asema akakaa mama Aisha, ila jambi Rasulillah, ubavuni kwa mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wajalastu, anasema mama nani, Asma huyo, na mimi nikakaa, ila jambi Abi Bakari, nikakaa na mimi ubavuni kwa baba yangu Abu Bakar. Wakanati zamalatu Rasulillah, na ilikuwa mkoba au begi, tunasema kwa leo, la mjumbe wa mjumbe wa Allah, wa zamalati Abi Bakari, na begi la Abu Bakari, wahida, walikuwa na begi moja waliotilia mizigo yao. Tuelewana? Sema walikuwa wanakwenda hija, sasa ikawa ule mkoba au tunasema mfuko ambao wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliotilia vitu vyake, na Abu Bakari wametia kwenye mfuko huo mmoja, sawa. Ma ghulamin, mfuko huo au mkoba huo ulikuwa uko pamoja na kijana mmoja, li Abi Bakari, kijana wa Abu Bakari, yani mwanawe. Baka ndo kabeba huo mkoba ambao ndani yake kuna mizigo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ya Abu Bakar. Basi fajalasa Abu Bakar, akakaa Abu Bakari, yantadhiru, anasubiri, an yatla al-ghulam, aje yule kijana ili apate mzigo wake, pengine atakakubalisha nguo, sio atakufanyaje, apate mfuko wake, kasubiri.
Mara fatala, yule kijana ambao ni mwanawe Abubakar akatokea. Alipotokea, walaisa mahu ba'irahu, hana nyumbu wake. Yule nyumbu wake wa kupandia aliyekuwa amepandia hanaye, wala anakuja kwa miguu. Fakala, Abubakar akasema kumuuliza yule kijana wake, aina ba'irak, yuko wapi we nyumbu wako, yuko wapi, mbona unatembea na miguu? Kala, akasema adhalaltuhu albariha, kanipotea tokea jana. Kampoteza nyumbu wake tokea jana, sema kapotea. Albariha, dhalaltuhu albariha, nimempoteza tokea jana nyumbu wangu, sinaye. Fakala Abubakar akasema, ba'iru wahidu tudhallilu, yani wewe nyumbu mmoja unampoteza? Maana ingalikuwa angalau unao 6 7, hiyo ukasema kanipenya mmoja, lakini mmoja unampoteza, mmoja. Ba'irun wahidun tudhalliluhu, yani nyumbu mmoja wewe wampoteza. Basi fatafika yadhribu, Abubakar akawa anampiga mwanawe, namfunza adabu, wewe wapoteza nyumbu bwana, na uzembe kiasi kama hicho. Faja'ala Abubakar, akawa Abubakar yadhribuhu, anamchapa yule mwanawe ambaye kapoteza nyumbu. Wa Rasulullahi, na mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam, yabtasimu, mtume alikuwa atabasamu. Abubakar yamtandika mwanae, mtume anatabasamu. Tuko yabtasimu, kawa mtume anatabasamu. Wa yakulu, halafu anatabasamu huku akisema, undhuru li hadha almuhrim, mtizameni huyu aliyohirimia hii jamaa, yasnau, anachokifanya. Undhuru li hadha almuhrim, mtizameni huyu aliyehirimia hija, ma yasnau, kile anachokifanya. Tazama afanya nini, anampiga mwanawe, lakini hajamkataza kuonyesha kwamba anafanyaje, inafaa. Anasema fama yazidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakuzidisha mtume rehma na amani juu yake, ala an yakula, zaidi tu ya kusema, undhuru li hadha almuhrim ma yasna, mtizameni muhrimi anachokifanya. Basi hakuzidisha zaidi ya hilo, kuonyesha kwamba inafanyaje jamani, inafaa. Ingekuwa ifai ingemkataza. Hakuzidisha zaidi ya kusema maneno hayo, wayabtasim, na kutabasamu tu. Hadithi rawahu Ahmad wa Abu Daudi, imepokewa na Ahmad na Abu Daudi wa Ibn Majah na Ibn Majah. Sawa jamani. La 16 linalofaa kwa aliyehirimia hija, katlu dhubabi, kuwanzi. Si muhrim hatakiwi kuwinda, lakini sinzi. Kuna mtu mmoja alitoka Iraki kenda hija, akamuuliza Ibn Abbas, vipi kuwanzi, yafaa muhrim? Ibn Abbas alimuuliza, kwanza wewe watokea wapi? Kaambia anatoka Iraki. Akasema jamani, mtizameni huyu jamaa, eti wamemuua Hasani na Husaini na wengineo, hawajaona kuwa wana dhambi, eti anakuja kuuliza damu ya nzi. Anauliza kuua nini? Nzi yafaa? Ulikuwa uulize kumuua Hasani na Husaini vipi? Wanasema muhrim unaweza ukabaka nzi. Tunasema kubaka leo kwetu, tuseme kuua nzi, wewe naweza ukabaka nzi. Tukasema tena nzi anakukera ukapiga hivi, asema mimi nishahirimia hija leo, nishaua mdudu hapa. Inakufalia hilo. Katlu dhubabi, kuua nzi, wal qurat, na kupe. Wamjua kupe? Jina wamjui, na wako mjini tu hapa. Tuamjua kupe jamani, wanakuweko kwenye wanyama kama vile ng'ombe, na kwa na wadudu fulani tu wanaganda. Kupe anaitwa qurat. Kwa hiyo unaweza ukabaka nzi au ukaua nzi na kuradi pia. Kupe limekuingia, unaweza ukalitoka liulia mbali, inakufalia hilo. Wanamli,
na sisimizi. Sawa jamani? Pengine sisimizi jicho limekubana, sio unalifikicha tu. Sio kasema inshaAllah na mimi nimehirimia hiyo inakufalia. Fa an Ata, ushahidi wa hayo kutoka kwa bwana Ata, anna rajulan, kwamba hakika bwana mmoja au kijana mmoja, saalahu, aliulizwa bwana Ata anil quradi, kuhusiana quradati, kuhusiana na kupe, wa namlati, na sisimizi, tadubu alaihi, kupe na sisimizi ametambaa kumtambaa yeye, wa huwa muhrim, na hali ya kuwa ishairimia. Vipi kupe linanitambaa au lishaning'ata, au sisimizi linanitambaa linaning'ata vipi? Fakala, akasema, alqi anka, litupilie mbali we, ma laisa minka, kile kilichokuwa hakisicha kumwilini mwako kitoe, kitupilie mbali. Kupe si katika mwilini mwako, sisimizi si katika kitu, tupilia mbali. Alimwambia alqi anka, jiondeshe wewe, yani jitoe wewe, yani tupilia mbali kwako, ma kile ambacho laisa minka, ambacho si cha kwako, kitoe, tupa. Kwa maana kupe toa, tupilia mbali. Wakala Ibn Abbasi, na akasema Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma, Allah amridhie na baba yake, anasema la ba'asa, hakuna dhambi, an yaktula almuhrim, kuua aliyehirimia, alqurada, kuua kupe. Qurada, kupe yule mkubwa anaitwa qurada, wal halama, na halama pia ni kupe, lakini kupe mdogo wakati na kati. Halama ni kupe wakati na kati. Patia namba halama, sema halama akbarul quradi. Halama ni mkubwa, sio mdogo. Kwa hiyo nini, quradi ni mdogo, lakini halama anakuwa mkubwa. Anasema akbarul quradi, halama ni mkubwa kuliko nani? Quradi. Manake huyu anakuwa ni yule kupe mkubwa. Quradi ni kupe yule wakati na kati. Halama ni lile boge la kupe. Kuna mikupe jamani mikubwa, yanaitwa halama. Wayajuzu, na pia inafaa, naz'ul qurad, kujitoa kupe, kumtoa kupe, min albairi, kwa nyumbu au mnyama wako, lilmuhrim, kwa aliyehirimia. Una mnyama wako, ngamia wako, farasi wako ana kupe, unaweza ukamdondoa wale kupe ukawaulia mbali. Tupo jamani? Ushahidi wa hayo, fa ana Ikrima, kutoka kwa bwana Ikrima, anna ibn Abbas, asema hakika ibn Abbas radhiallahu anhu, amarahu, alimuamrisha Ikrima, an yuqarrada ba'ira, amtoe kupe ngamia wake, wa huwa muhrim, hali alikuwa amehirimia. Alipoamrishwa kutoa kupe, fakariha dhalika Ikrima, Ikrima akalichukia hilo. Unaniamrishaje nitoe kupe wewe? Ikrima akachukia. Kala Ibn Abbas akamwambia, kum, hebu simama, fanhiruhu, simamia, wachinjilie mbali ya kupe. Tuko jamani? Fanaharahu, akawachinja. Kala, akasema la umma laka, kaambia huna mama wewe. Haya hutumia Waarabu maneno kama haya, yani ukiwa umefanya kitu kama uzembe au kuna jambo ambalo ulikuwa wewe watakiwa ulijue alafu bado hujalijua, basi ulikuwa hutumia la umma laka. Wanakwambia ni kama wanakwambia huna mama wewe, si tusi ni maneno Waarabu walikuwa watumia. Kaambia la umma laka, huna mama wewe. Kam, kam qataltu fiha, asema wangapi mimi nimewaua katika huyo nyumbu, min quradatin, katika hao makupe waliokuwa wakati na kati, wa halamati, na hao wakubwa, wa hamnanati, na wale wadogo. Hamnanati ni kupe wadogo, una namba pia, wadogo zaidi wanakuwa alhamnana aqallu min alhalama, huyu anakuwa ni mdogo kuliko halama. Halama ni mkubwa, huyu anakuwa ni mdogo wake. Jambo la 17, katlul fawasiki alkhums, kuua wahuni watano. Kuna wanyama wanaitwa fawasik,
ni wahuni watano. Hawa kuwaua hali ya kuwa umehirimia hija yafaa. Na si hao watano tu, wa kullu ma yuudhi, wa kulla ma yuudhi, na kila mnyama mwenye kuleta maudhi unaweza ukamua hali ya kuwa umehirimia. Hata binadamu ikiwa analeta maudhi, basi waweza ukamua. Naangalia vibaya. Wewe umehirimia hija, mfano hapa tukusema, si ndio? Kaja kajitokeza mtu mjambazi ataka kukupiga kukuua, ndio bwana amehirimia, wewe ni uwe tu. We acha ujinga huo, tupo anataka kukuletea maudhi huyo, au kaja anataka kukunyang'anya mzigo wako, wewe umehirimia, ndio umwachie? Amehirimia hija, haya tu Mungu atalipia. Kwanza jilipie mwenyewe, tupo utatakiwa kutetea mali yako. Kama utapelekea kumuua, basi wewe hauna dhambi, hata kama ni mkuu. Kwa ndipo sema hata binadamu kumuua, sio ukashangaa, yawezekana. Tuelewana? Unaweza ukaua wakati mwingine mnyama hali yako ni muhrim. Mfano mwingine tutoe, wewe ushahirimia hija, katokea mbwa, tena mbwa pengine yule mtafuna watu anakujia, anataka kukutafuna, kukung'ata, wanasema wenyewe, si ndio? Mbwa kichaa, nasema acha tu anitafune, maana mimi nishahirimia hija. Tupo shekhe, utaua na wala hutokuwa na fidia ya kutoa kwa sababu ni muhrim. La, nafikiri tayari ishakaa sawa kidogo, maana kidogo ilishtua hiyo. Anasema katlul fawasikil khumsu au khamsu, kuwaua wahuni watano. Kuna wanyama watano wahuni ni mafasik wanaitwa. Wa kullu ma yuudhi, na kila mwenye kuleta maudhi. Ushahidi wa hayo, fa ana Aisha qalat, kutoka kwa mama Aisha amesema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume rehma na amani yake, khamsun min ad-dawabi, watano katika wanyama, kulluhunna fasiku, wote au ni mafasiki, ni wahuni. Wa yuktalna, watauawa wanyama hao fil harmi, mtu akiwa amehirimia hija ataua. Wa kwanza al-ghurab, kunguru, muhuni kunguru. Kunguru wamuona vipi wewe? Muhuni. Wewe hata kama ushahirimia hija bwana, akija kwenye mizigo yenu shekhe achukua tu ile jamaa. Tena muhuni, wala humpati kirahisi. Maana wanaposema waswahili kama ni kweli, nasikia wanausema, wanasema binadamu hajajaliwa na kibiongo. Kwa hiyo ukimwona mwanadamu kafanya kibiongo ana jambo. Kwa hiyo kunguru anaweza akaja mpaka hapo karibu na wewe tu, anataka kitu kujua, anakuja mpaka hapo. Lakini ukifanya kibiongo, hakai tena, anajua sasa kuna nini kuna jambo. Kwa hiyo kunguru ni mwizi. Kwa ufupi, kunguru ni mnyama mmoja mwizi. Huyu anauawa popote pale, hata kama fil haram, yani umehirimia hija. Al-ghurabi wa kwanza. Wa pili, walhidaa, kipanga. Kipanga wengine hamjui kipanga, na yeye mwizi kama hivyo, washindana na kunguru. Kipanga kwa kula kuku hao hatari. Tena kama ana sumaku, unaona kunguru vile, akimkuta kuku na watoto wake, basi akienda laha yeye anachukua tu kama vile ana sumaku fulani, kaondoka nao. Kwa hiyo huyu hachukui kuku tu, hata mzigo wako shekhe akikipata anakitaka anabeba anaondoka. Wahuni. Wala aqrabi, nge. Aqrabi, nge, muhuni huyo naye. Walfara, panya. Walfara, na panya, kama saraka kulia vitu vyote kakutafunia.
na mwingine wal kalbul aqur, na mbwa mtafuna watu. Kalbul aqur, mbwa mtafuna watu, si mbwa yoyote tu, yule mbwa ambaye anatafuna watu. Au unakuwa wauni, au bwana wakitokea unamuua tu, si akakutafuna bure. Hadithi rawahu Muslim, imepokewa na Imam Muslim wal Bukhari na Bukhari. Wazada, na akazidisha kusema alhayya, pia naye anaingia. Sikasema watano na wengine kila mwenye kuudhi, nyoka na yeye vile vile, nyoka muhuni naye anauawa popote pale, hata msikitini unaona nyoka kwanza huwa alafu endelea sala yake. Wal hayya. Wakad ittafaqa al-ulama'u, na wameafikiana maulama wote, ala ikhraji ghurabi zar'i, juu ya kumtoa kunguru zar'i. Kuna kunguru wanaita kunguru wa mimea, mdudu anayekula mazao, tunamhitaji si jamani, Kiarabu wanaita ghurabu zar'i, lakini huwa si kunguru. Mdudu mwenye kutafuna nini? Mwenye kula mazao. Bado mdudu mwenye kutafuna, mwenye kula mazao, Waarabu wanamuita ghurabu zar'i. Huyu na yeye ni muhuni. Lakini tafaka ulama, wameafikiana ala ikhraji ghurabi zar'i, kwamba wamemtoa huyu ghurabu zar'i, mdudu mwenye kula mazao, huyu hayumo katika hao fawasiku wa kuuawa. Wa huwa al-ghurabu as-saghir, ambaye ni mdudu mdogo sana, alladhi yakulu al-habba, ambaye anakula nafaka. Kwa na nafaka zako basi utakasha zitafuna huyu jamaa, huyu anamtoa. Nafikiri ushamjua jamaa, amsemi kwani hata mchele wako wewe kiuweka saa nyingine, sio unakuta tayari ushatafuna, unafanya nini ile, utakuta unafanya kama kamba fulani hivi wadudu hao wanatafuna nafaka. Basi na hao wametolewa hao, kwa maana huyo hayumo katika hao wanaopaswa kuuawa. Wa maana al-kalbi al-aqur, na asema maana ya akalbu al-aqur, mbwa mtafuna watu, anasema maana yake kullu ma aqara an-nas, kila mwenye kutafuna watu, si lazima mbwa tu, kwa sababu neno kalbu al-aqur, neno kalbu manake linakusanya kila yule ambaye anatafuna watu, basi ni atapaswa kuuawa, si lazima mbwa tu. Kwa sema wa maana kalbu al-aqur, maana ya mbwa mtafuna watu, akusudiwa kullama aqara an-nas, kila atafunaye watu, wa akhafahum, na akawahofisha watu wakamuogopa, huyo ni ataingia kwenye kuuawa. Waada alaihim, na yule ambaye anafanya uadui kuwafanyia watu ataingia humo naye katika kuuawa. Mithlu al-asadi, mfano simba, si mbwa lakini naye atafuna watu, kwa hiyo huyo naye ataingia kwenye kuuawa, hata kama ulishahirimia hija, kwa sababu naye ni anatafuna huyo. Wanamiru, chui, wote hawa nao wana tabia kutafuna watu, kwa hiyo neno kalbu wanaingia kwenye neno kalbu hawa, aku chui, wanamir. Walfahadi, na paka mwitu, wanamuita paka mwitu, huyu naye ni kama chui lakini mdogo, huyu anakuwa hatari sana huyo. Hawa na wao wanaingia kwenye kalbu al-aqur, mbwa mtafuna watu, sababu nao wanatafuna walfadi na paka mwitu. Wengine namuita dumu, duma sijui, sawa, najua duma na namjua yuko na bwana msemi kisikia na mimi kama chui ni jamii ya chui, basi ndio huyo anaitwa fahadi, duma hao bwana wote wanauawa, wanaingia kwenye kalbu al-aqur. Wadhibi, na mbwa mwitu, mbwa mwitu ni ana tabia kutafuna, kwa hiyo hao na wao sio ukasema nishahirimia hii jamii, huwa tena anasema kwamba hawa wanaingia kwenye neno kalbu al-aqur
Liqauli llahi ta'ala, kwa ushahidi wa kauli ya Allah mtukufu aliposema salunaka, wanakuuliza Muhammadi, madha uhilla lahum, nini walichohalalishiwa. Kul, waambie, uhilla lakum, mmehalalishiwa nyinyi tayyibatu, mazuri yote mmehalalishiwa. Wama allamtum, na wale ambao nyinyi allamtum, mmewafunza, minal jawarihi, miongoni mwa wanyama wenye kuwinda, mukallibina, ambao wenye kuwinda. Kwenye neno mukallibina shule kalbu, wewe unashukuru kwenye nini? Kwenye hili neno mukallibina, wale ambao mmewafunza, tuallimunahunna, ambao mmewafundisha kuwinda, mimma allamakumullah, miongoni mwa yale aliyowafundisha Allah. Aya hii kaileta kwa ushahidi wa neno mukallibina, ndio kalbu, kwa maana neno mukallibina, wenye kuwinda. Kwa hiyo chui anawinda, sio mbwa peke yake tu, tuko pamoja. Simba pia anawinda, tuko pamoja. Kwa wakaona kwamba wote wataingia katika kuuawa kwa sababu ya neno mukallibina, tuallimunahunna mimma allamakumullah. Kwa hiyo anasema fashtakaha, Allah amenyumburua neno minal kalbi, amenyumburua kwenye neno kalbi, mukallibina, sawa, amenyumburua neno kutoka neno kalbi. Kwa hiyo ina maana wanaingia wote wenye sifa ya kalbi, yani ya kuwinda. Wakalatil ahnaf, wakasema watu wa Hanafi, lafdhul kalbi, wanasema neno kalbu hapa kasirun alaihi, wanasema msilipeleke huko mnakolipeleka, kwamba kwenye kalbi mwamtia simba, mwamtia chui pia, mpaka duma na yeye huko. Sema neno kalbi, anasema linafupishika kwenye huyo kalbi, haingii chui wala haingii duma wala haingii simba na wengine. Hanafi hao wengine wanaona neno mukallibina waingia, au wengine wote wenye sifa ya kuwinda. Sema wakala al-ahnaf, wakalat al-ahnafu, wamesema watu wa Kihanafi, lafdhul kalbi, neno kalbi hapa kasirun alaihi, linafupishika kwa kalbu mwenyewe tu, mbwa mwenyewe. La yulhaqu bihi ghairuhu, hatoingizwa mwingine fi hadha al-hukmi, kwenye hukumu hii, siwa dhiibi, ukimtoa mbwa mwitu peke yake, mwingine haingii. Qala ibn Taymiyyah, amesema mwana wa Ibn Taymiyyah, walil muhrimi, anayo haki aliyehirimia hija, an yaktula, kuua, ma chochote ambacho yuudhi, ambacho kinamletea maudhi, biadatihi, kidesturi yake, kile kitu kinaleta maudhi, hata kama hakija kuletea pale, lakini kikawaida hichi kitu hata nikikiacha kina tabia kuniudhi, basi Ibn Taymiyyah anasema utaua hicho kitu. Walil muhrim, ana haki muhrim, an yaktula, kuua, ma yuudhi biadatihi, kile ambacho kinaudhi kikawaida, kidesturi, nasa, kuwaudhi watu, unaua. Kwa mfano kala haya, sema kama nyoka, hata kama hajakung'ata bado, hajakudona bado, lakini kikawaida nyoka hana maskhara hayo, utaua. Sio mpaka umuone anakujia, utaua. Sema kama vile nyoka, wal aqrabi, inge, wal fara, panya, wal ghurabi, jamaa kunguru huyo, wal kalbi al-aquru, mbwa mtafuna watu, wote hawa utaua, nayo haki ya kuua hata kama umehirimia hii. Walahu, na pia anayo haki muhrim, an yadfa, kujitetea au kujikinga, ma yuudhihi, na chochote ambacho kitamletea madhara au maudhi, minal adamiyina, miongoni mwa binadamu. Ndio ile niloisema unaweza pia kumzuia kwa itakavyopaswa kumzuia yoyote atakaye kuletea maudhi, minal adamiyina, hata katika binadamu. Kivipi? Walbahaim, na wanyama. Ndio kama vile binadamu, tumesema binadamu anakuja kukuletea shida, tuko pamoja au bahaim, mnyama. Ndio hivyo, mnyama shaka anakuja kukupiga, anakuja kukutafuna, utamuua. Hatta walau sala alayhi ahadu,
hata kama walau swala alaihi, atafika kwa mwenye kuhurimia huyo ahadu, yoyote yule mmoja wapo, walam yadfa illa bilkitali, na ikawa hakuna njia ya kumzuia ila kwa kumuua, qatalahu, basi atamuua. Labda ndejee tena sentence. Anasema utaua katika adamiyina, wanadamu, walbahaim, na wanyama, hata walau swala alaihi, hata kama atakufikia mnyama huyo ahadun, mmoja wapo, walam yadfa, na ikawa hakuna uwezo wa kumzuia kukuletea maudhi, illa bilkitali, ila kwa kumuua, basi qatalahu, utapigana naye au utamuua. Wa in kana, ndio fa inna nabiyya, asema kwa sababu Mtume sallama kala, Mtume kasema hivi, man kutila duna malihi, yoyote atakayeuawa katika kutetea mali yake, fa huwa shahidu, basi ni shahidi. Kwa hiyo mfano mtu anakuja kukutaka kukuchukulia mali yako, si utamzuia? Ukimzuia naye anakuja. Allah epushe bali, tuchukulie mfano au jamaa wa mapanga hao, anataka kuchukulia mali yako, au sio? Unamzuiaje? Ukimzuia yeye anakuja mwilini. Kwa hiyo Mtume anasema atakayeuawa katika kutetea mali yake ni shahidi. Lakini akaendelea kusema wa man katala duna damihi, pia atakayeuawa katika kutetea damu yake. Hataki kuchukulia mali yako, wewe mwenyewe, kama wewe ataka kukuondoa duna mali damihi, kutetea damu yako, basi fa huwa shahidu, pia ni shahidi. Lakini wa man kutila duna dinihi, pia akasema atakayeuawa katika kutetea dini yake, pia fa huwa shahidu, ni shahidi. Lakini akaendelea kusema wa man katala duna kutila, atakayeuawa duna hurmatihi, katika kutetea hurmatihi, mkewe au wanawe, fa huwa shahidi. Si mtu anakuja pale anataka kuchukulia mzigo wako, shehe unasema haya Mungu atanilipia tu, au sio? Shahidi. Kwa ushahidi huu kwamba chochote kinachotaka kukuletea maudhi, una wajibu wa kukizuia. Sasa ikipelekea kukizuia mpaka kuua, basi ni halali kwako. Kala, akasema idha qarastahu albaraghith, mtu atakapo ng'atwa na viroboto. Albaraghith wengine hawavijui viroboto, wale wanaofanyika kepu Kwa hiyo kikikung'ata kiroboto, baraghith, ndio ukiachie, kwa sababu ndio shahidi mia hija, nitakuwa nimeua mnyama. Walkummali, machawa pia wakikung'ata hao bwana, falahu ilqauha, ana haki ya kutupilia mbali anhu, chukua na mtoa mtupa huko. Wala huwa katilwa, pia ana haki ya kumuua, unaweza ukambanjilia mbali. Wala shay alai, na akifanya hivyo hakuna hukumu yoyote kwake inayompa kwamba labda alipe fidia, hakuna. Lakini wa ilqauha ahwan, kule kumtoa ukamtupa ni rahisi zaidi min qatliha, kuliko kumuua. Pamoja na kwamba unaweza kumuua kabisa ukambanjilia mbali kiroboto, lakini kumtoa ukamtupa kwa muhrim ni jambo rahisi zaidi, kwa maana ni jepesi zaidi kuliko kumuua. Wakadhalika hivyo hivyo ma yata'arradhu lahu, wale watakaojitokeza kwake, minadawabi, miongoni mwa wanyama. Kuna mnyama kajitokeza kwako ataka kukudhuru, na we ni muhrim, fayanha an katlihi, ikapelekea kumuua, basi pia ni halali kwako. Wa in kana fi nafsihi muharrama, hata kama ikiwa kwenye mnyama mwenyewe ilikuwa ni haramu kumuua, kwa pale atahalalika. Tufahamiana hivi. Anasema wakadhalika, hivyo hivyo, ma, kile ambacho yata'arradhu, kitajitokeza lahu, kwa mtu muhrim, minadawabi, miongoni mwa wanyama. Kuna mnyama kajitokeza kwako, anataka kukuletea nini? Madhara, awe mbwa, awe nani, utatafuta mwenyewe kutia majina
fayanha an qatlihi, mnyama yule ikapelekea yeye kufanyaje? Kumuua. Si anakujia katika kumzuia ikapelekea ukamuulia mbali, basi ni halali kwako. Tena anasema wa in kana fi nafsihi muharrama, hata kama itakuwa yeye mwenyewe huyo aliyeua amehirimia hija, au wa in kana fi nafsihi muharrama, hata kama akiwa huyo mnyama aliyemuua alikuwa ni haramu kuuawa, kwa pale atahalalika. Tayari hata mfano kala asadi, kama simba shekhe kajitokeza kwako anakujia, Allah tulinde shekhe, unaondoka naye kama waweze, inabidi ujitahidi tu, hata kama uweze. Wafanyaje? Sema mkimbia wewe, uweze kukimbia, una uwe changanya hata pale na pale, inabidi upambane tu kama una cha kupambania. Wal fahdi, na huyo fahdi yule jamii ya chui tumesema nani? Dunda duma, si yule dunda, duma. Anasema kal asadi wal fahdi fa idha qatalahu, anasema mtu akitokea kamuua mnyama kama huyo katika hali kama hiyo, fala jazaa alayhi, hakuna malipo yoyote atakayotakiwa kulipa. Fi adhhari kauli ulama, katika kauli mbili zilizokuwa dhahiri zaidi za maulama kwamba halipi kitu. Kuna kauli nyingine unatakiwa ulipe, ulipishe fidia kusudia fa idha qatalahu, akiua mnyama kama huyo, fala jazaa alayhi, hakuna kilipo chochote atakachotapiwa kulipa. Fi adhhari, katika adhhari kaulai, katika kauli iliyo dhahiri zaidi katika kauli mbili ala ulama za maulama. Maulama wana kauli mbili, moja wanasema sawa, utakuwa na haki ya kuua lakini unatakiwa ulipe fidia. Wengine wanasema unaua na hakuna fidia. Kauli iliyokuwa iko wazi zaidi ni kwamba hakuna dhambi, hakuna kilipo cha kulipa. Fi adhar kauli ulama. Wa amma atafalli, ama kujinyoosha viungo, kujinyoosha viungo, tafali unajinyoosha, unadatisha, faelewana. Anasema biduni taadhi, ukafanya hivyo pasi na maudhi, kwamba hakuleti maudhi yoyote, najinyoosha, fa huwa min at-tarafati, hiyo ni katika starehe na upumzisha, unaustarehesha mwili. Fala yafaluhu, hicho hataki mtu kufanya. Sawa, hataki mtu kufanya kwa sababu pale hapataki mambo ya starehe. Walau faalahu, lakini kama ndio atafanya, fala shay alayhi, hakuna dhambi yoyote wala hakuna wajibu wote atakawajibishiwa kufanya. Wa amma tafalli, ama kunyoosha mwili au kunyoosha viungo, kudatisha viungo, sawa, biduni taadhi, ikawa unafanya pasi na hudhi mtu wewe katika kufanya vile, hakuleti mahudhi, fa huwa min at-tarafati, hiyo inakuwa ni katika kujistarehesha, kujipumzisha. Fala yafaluhu, kwa hiyo mtu hatakiwi kufanya hivyo, kudatisha. Hata kwenye sala jamani, haitakiwi umemaliza pale, umaliza sala unadole unafanya hivi, haitakiwi. Lakini yasema walau faalahu, kama itatokea atafanya hivyo, kudatisha au kujinyoosha, basi fala shay'a alayhi, hakuna dhambi yoyote juu yake, au hakuna wajibu wowote ambao atawajibikiwa kufanya, kwamba labda atoe fidia. Hakuna fidia. Wallahu a'lam. Inshallah tuwekeni hapo, tutakuja kuondokea mahadhurati al-hirami, mambo yaliyokatazwa au yaliyoharamishwa katika ihram kufanya. Kama kuna swali tuulize. نعم نقول
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma fahimna ma lam nafham wa 'allimna ma lam na'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.